Hapa ni Budalangi. Mumeamua nini? Ni tutam. Hapa ni kwani watu ya Budalangi ndio wanazuia machi. Mtashindwa na maneno kufukuza hawa wakabila? Wakabila waende wasiende. Na mnajua nimekuwa hapa mara kadhaa tukiongea maneno ya kushika serikali mkono, sio? Na tumeelewana kwamba sisi wakati hii tunatembea na kiongozi ambaye anatembea na sisi. Na huyo kiongozi si mwingine, ni Daktari William Samoei Ruto. Hapa ni Budalangi. Mumeamua nini? Ni tutam. Hapa ni tuendelee ama tusiendelee? Unajua hapa Budalangi kiamua mambo Kenya lazima isikie. Budalangi kiamua mambo Kenya ifanya namna gani? Kuna waangwana wamezoea tabia mbaya. Wewe umekuwa kiongozi. Wewe ndio lisaini sheria ya kusema ukiwa rais, ukistaafu, enda nyumbani upate mali ya kuishi kukula huko. Wewe unagaidi ile amri ulitoa mwenyewe, ukatia sahihi, unaingia kwa siasa. Tunaambia yule ambaye alitoka kama rais akae nyumbani akule mali yake, awachane kwa urengo wa siasa. Sasa jana anatupatia lecture sisi, anatuambia kwamba yeye hako na nguvu ya kurudi kwa siasa. Hiyo ni kugaidi katiba. Kama kuna rais kando na maendeleo ambaye ameshuka paka kwa vijiji akisaidia wamama, si mwingine ni William Samoei Ruto. Jana nimemsikia huyu muungwana anaitwa Uhuru Kenyatta. Unajua Uhuru Kenyatta akiongea anajidai kwamba yeye ni malaika, na sisi tulimuona kwa miaka yake 5. Jana alisema eti wale watu wana support William Ruto eti sijui wameongozwa na matumbo yao. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe kwanza ni product ya tumbo, kwa sababu baba yako Jomo Kenyatta alinyakua mashamba yote Kenya nzima. Kabla hujatuambia mambo ya tumbo, regesha mashamba ya Wakenya ambayo babako alinyakua. Kwamba sisi hatutaki fitina ya watu waliostaafu. Ukiweka majembe kwa store, huwezi rudi kwa kijana yako anapotaka kupata mtoto, unaangalia kwa dirisha. Halo! Mimi nakuambia wewe Uhuru Muigai wa Kenyatta, wewe ulikuwa na kitu inaitwa Big 4 agenda. Mnaikumbuka? Ulisema unataka housing, ukasema unataka food security, ukasema unataka manufacturing, na ukasema unataka universal health. Hizo zote zilikushinda. Wewe mambo yako ya affordable housing au kujenga nyumba hata moja, uliweka makaratasi, muda wako miaka 10 ikaisha, ukaenda nyumbani. Mheshimiwa William Samoei Ruto ameingia, mambo yako ya affordable housing yenye ulishindwa, sasa nyumba zinajengwa kila sehemu ya Kenya. Yeye ni mshenzi, si mshenzi? Si alishindwa? Ndugu zangu, dada zangu hapa Busia, tushikane kwa hii safari, tutembee vizuri, tupange Kenya yetu, maneno iwe sawa. Na msidanganywe na hawa wanafiki. Unajua mimi nawasikia wanazungumza kila siku. Hawa ndugu zetu wengine wanaitwa sijui linda mwananchi. Na hakuna mwananchi wanalinda. Ni mabroka tu ya Uhuru Kenyatta. Hati wanatuambia sijui Kenya hii lazima ibadilike, hata hatuhitaji mabarabara, hatutaki mambo gani. Sisi tunawaambia kama nyinyi mmeshiba na pesa ya Uhuru, wacheni rais afanyie wananchi kazi. Wacha rais apange affordable housing. Wacha apange maneno ya SHA. Wacha apange maneno ya kilimo. Wacha apange maneno ya ajira ya kina vijana, kwa sababu hiyo ndio ya maana kwa wananchi wa hapa Busia. Ni kweli ama si kweli? Unajua Wanjala, ODM ile ya baba, ODM ya broad base, sio ODM ile ya wafanyikazi wa Uhuru Kenyatta, ile ya kina Sifuna Orengo na Osotsi. Wale ni wafanyikazi. Wakati Uhuru analipa wafanyikazi wake wa kuchunga ng'ombe, mwisho wa mwezi ndani ya hiyo mshahara kuna Sifuna, Osotsi na Orengo. Lakini ODM original, ODM ya baba, ODM ya maendeleo, ODM ya Busia, ndio hii iko na kina Rafael Wanjala, ndio hii iko na Emmanuel Wangwe, ndio hii iko na Oparanya,
ndio hii iko na hao viongozi wote wenu hapa Busia, ndio hii iko na gavana wetu Otuoma ako hapo ndani ya hiyo ODM.